Ndugu zangu, nianze na utangulizi mfupi. Nimechukua nafasi ya mgeni rasmi, lakini sikuwa mgeni rasmi. Tulikuwa tumemwalika Mheshimiwa Meya, lakini ametutumia message ya dharura ambayo imejitokeza. Kwa hiyo tumeikubali dharura yake. Kwa hiyo tunachukua nafasi yake. Lakini pili, ningependa nitoe utangulizi mfupi sana, alafu nitaingia inshallah katika kile ambacho nilikusudia kuzungumza nanyi. Mwaka 2000 na takriban 14 ulifanyika mkutano mkubwa wa jumuiya za Kiislamu za Afrika Istanbul, na taasisi yetu ya Dhinurain ilipata mwaliko wa kwenda kuhudhuria katika ule mkutano. Ni mkutano wa kushauriana kama jumuiya za Kiislamu ambazo zinafanya kazi zinazofanana kwa ajili ya mustakbal wa dini yetu. Na katika majadiliano pale kulitokwa na maazimio kwamba umma wetu wa Kiislamu unakabiliwa takriban na matatizo matatu litoka katika mkutano ule. Tatizo la kwanza ambalo umma wetu unakabiliana nalo linahusiana na masuala mazima ya fikra, na ndio masuala mazima ya elimu tunayazungumzia. Lakini tatizo la pili ni tatizo la alhawiya, identity, yani Muislamu kujifahamu kwamba yeye ni Muislamu. Na tatizo la tatu lilikuwa ni tatizo la leadership, alqiyada. Na kutokana na mkutano ule ikaonekana kwamba hizi taasisi zina umuhimu mkubwa sana kushughulikia masala haya matatu katika nchi zetu ambazo tunatoka. Na taasisi zinaonekana kwamba katika nchi nyingi za Afrika vyuo vikuu ambavyo ni vya Kiislamu ni vichache. Kila nchi ilitoa orodha yake, ikaonekana ni vyuo vichache sana vya Kiislamu. Kwa hiyo ikaonekana wakati tunaendelea kutafuta nafasi za kujenga vyuo vya Kiislamu, ziwepo program ambazo zitawasaidia vijana wa Kiislamu wanaosoma katika vyuo vikuu kuweza kuwajenga katika misingi ya kimaadili, kwa kuanzisha pembeni ya vyuo vikuu hostel. Na malengo yalikuwa ni kila kwenye chuo kikuu kuwe kuna hostel ambayo itawachukua wanafunzi wenye IQ nzuri, na watakaa katika zile hostel pamoja na kusoma chuo kikuu katika faculty yake, lakini atapata program za kumjenga kiroho, kiimani, kitabia, yani katika njia nyingi tofauti, ili atoke kiongozi akiwa bora. Na lengo ni kutayarisha viongozi watakaoingia katika jamii, lakini viongozi ambao watarithi nafasi za uongozi katika jamii na katika taasisi za Kiislamu. Kwa hiyo sisi tulitoka na lile azimio, na katika mkutano ule katika taasisi ya Dhinurain alikwenda mwenyekiti wa taasisi Sheikh Said Abri, na mimi vile vile nilifuatana naye. Kwa hiyo tulikwenda tukachukua yale maazimio baada ya kile kikao, tukasema na sisi kama Tanzania, kama Dhinurain, tunashindwa nini kuwa na hostel ya aina hii? Kwa hiyo fikra zikawepo, tukaanza kuandika proposal, tukaanza kuzungumza na baadhi ya watu, na alhamdulillah kwenye mwaka 2016 tulianza iskani ya kwanza Morogoro katika nyumba ya kupangisha. Anakumbuka tulitoka hapa kwenda kutafuta nyumba kule, ilikuwa mimi, tuliambatana na Mona Faiz, hayupo hapa. Tulikaa Morogoro takriban wiki 2 kutafuta jengo la kukodisha, tukapata. Tukaanza na vijana 25, 5 walitoka Uganda, 20 walikuwa wanatoka Tanzania. Kwa hiyo hawa tunaona sasa hivi hii ni ya tatu, sio zimeshatoka dufa kama hizi 3. Hii sasa hivi ni ya 3. Kwa hiyo iskani ilianza nyuma kabla ya hapo. Kwa hiyo nilipenda nitoe utangulizi huo ili muweze kuelewa historia hiyo fupi ya iskani. Sasa nitaongea lugha katika speech yangu, inshallah mtanivumilia, lugha ya peponi na lugha ya duniani. Kwa sababu kuna wageni hapa wanataka na wenyewe vile vile waelewe. Sawa اليوم عندما نتحدث عن دار أو سكن ذي في Morogoro, فإننا لا نتحدث فقط عن سكن للطلاب. Leo tunapozungumzia kuhusiana na hii hostel ya Morogoro, hatuzungumzii hostel ya wanafunzi, bali natahaddath an mashru'un tarbiya. Tunazungumzia kuhusiana na project ya malezi, wa mashru' bina jail, na ni project ya kujenga generation, wa mashru' idadi qadati alghad, na ni project ya kujenga viongozi wa kesho ambao leo tumewapa shahada. Atalibu alladhi yuqimu fi hadha sakan, mwanafunzi ambaye anakaa katika sakani hii ya Dhinurain, laisa mujarrad talib, si mwanafunzi tu. Yahitaji ila makani laum au taam, anahitaji yani kupewa sehemu ya kulala au anahitaji apewe chakula, la. Bal nuriduhu shaban yubna fi 4 majalat asasiya, bal tunamtaka awe ni kijana
ambaye atajengwa katika maeneo manne ya msingi: al-imanu wal-ilmu wal-akhlaq wal-qiyada. Atajengwa katika misingi ya imani, elimu, maadili na uongozi. Al-yawma yajibu an nas'al anfusana su'alan muhimma. Leo tunapasa tujiulize sisi wenyewe swali muhimu. Aina nuridu an nara shababana baada 20 sana. Tunataka tuwaone wapi vijana wetu wa Kiislamu baada ya miaka 20 kuanzia sasa hivi. Of course kuna strategy za 2050 tunazielewa. Sisi kama Waislamu tunataka tumuone kijana wetu miaka 20 baada ya sasa hivi, tunataka tumuone vipi? Nuridu an narahum atibba. Tunataka tuwaone wakiwa ni madaktari, wa muhandisin, mainjinia, wa muallimin, walimu, wa muhamin na mawakili, wa mukhtassin fi taqniya almalumat, na watu ambao wamespecialize katika IT, wa iqtisadiyin, watu wa uchumi, wa rijalu a'mal. Tunataka tuwaone vijana wetu wakiwa ni mabusinessmen, wa qadat muassasat, wakiwa ni viongozi wa taasisi, wa qadat fil mujtama' wa dawla, wakiwa ni viongozi katika jamii na nchi. Ndio ndoto ambazo tunataka tuwaone vijana wetu wakiwa katika nafasi hizo. Lakini ukweli ni kwamba annana ma zilna bihajatin ila amalin kabir, bado tuna haja ya kuwa na shughuli kubwa, lidhaman an yasila mazidu min shababina ila at-ta'limul ali wa yukammiluhu, kwa kuongeza idadi ya wanafunzi kufika katika elimu za juu na kuikamilisha. Wa huna yajibu an nughayyir tariqati at-tafkir. Hapa inapasa tubadilishe mifumo yetu ya kufikiria. La yanbaghi an nu'idda shababana min ajli alwadhifati faqat. Haitoshi sisi kuandaa vijana wetu kwa ajili ya kuajiriwa tu, bal yajib an nu'iddahum min ajli ihdath taghyirin haqiqi fi almujtama'. Bali inapasa tuandae vijana wetu waweze kuleta change, mabadiliko ya ukweli katika jamii. Na hii ni message ambayo inakwenda kwa vijana wetu leo 25 ambao wamepewa vyeti hapa, kwamba hayo ndio matarajio yetu sisi kama jamii ya Kiislamu, kama Dhinurain. Qad nu'ti ash-shabab shahadat jami'iyya. Tunaweza tukampa kijana vyeti kama tulivyowapa sasa hivi, lakini in lam yakun ladaihi akhlaq, lakini kijana huyu tuliompa cheti kama hana maadili mazuri, faqad takunu faidatuha lilmujtama' mahduda. Faida yake kwa jamii itakuwa ni ndogo sana. Qad nu'tihi takhassusan. Tunaweza tukampa specialization ya masomo fakati alosomea, lakini lam takun ladaihi amana, lakini akiwa hana uaminifu, faqad yastakhdim takhassusu bishaklin khati, anaweza akaitumia specialization yake katika njia iliyokuwa sahihi kabisa. Qad nu'tihi mansib qiyada. Tunaweza tukampa nafasi ya uongozi, lakini in lam yakun ladaihi khawfun min Allah, kama huyu kiongozi atakuwa hamuogopi Mwenyezi Mungu, faqad tusbihu qiyadatuhu sababan lilmashakil, uongozi wake utakuwa ni chanzo cha matatizo na sio suluhisho la matatizo. Kwa hiyo sisi kama Dhinurain tunasema nuridu muslimina mutaallimin, tunataka waislamu wasomi, walakin akthar min dhalik, lakini zaidi ya hapo, nuridu muslimina dhawi ilmin wa imanin wa akhlaq. Tunataka hawa vijana wa Kiislamu wasomi, wawe na elimu, wawe na imani, wawe na maadili yaliyokuwa mazuri. Nuridu shababan yahmiluna ash-shahadat. Tunataka vijana wa Kiislamu wabebe degrees, wayahmiluna ma'aha ad-din, lakini pamoja na shahada za degree, upande wa pili wabebe dini. Nuridu shababan yujiduna alhadith amama nas. Tunataka vijana ambao wana uwezo wa kuzungumza na kuathiri watu, walakinnahum aidan yuhafidhuna ala salawat, lakini vile vile wao wanahifadhi swala 5, sio kuzungumza tu. Nuridu shababan yastakhdimuna teknolojia. Tunataka vijana watakaotumia teknolojia katika zama za artificial intelligence, walakinnahum ya'rifuna hudud Allah, lakini pamoja na yote hayo wanajua mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nuridu shababan yaquduna ash-sharikat. Tunataka vijana wawe ni CEO wakiendesha makampuni au wakiamiliki makampuni, walakinnahum aidan ya'rifuna kaifa yaquduna anfusahum, lakini vile vile wao wanafahamu jinsi gani wanaweza wakajiendesha na wakaendesha nafsi zao. Aljami'a tu'ti talib alilm wa takhassus. Chuo kikuu kinampa mwanafunzi elimu na specialization, lakini sakan Dhinurain yu'ti talib tarbiyat alhaya, lakini hostel ya Dhinurain inampa mwanafunzi malezi yanayohusiana na maisha yake, ambayo ni al-iman wal akhlaq wal qiyada wal indibat wal mas'uliyya. Imani, maadili, uongozi, discipline na kuwa nabeba responsibility. Biikhtisar, aljami'a tabni takhassusahu
Kwa ufupi ni kwamba chuo kikuu kinajenga specialization ya kijana wa sakani Dhin-Nurain tabni shakhsiyatahu wa insaniyatahu, lakini hostel ya Dhin-Nurain kazi yake kubwa ni kujenga character ya huyu kijana na ubinadamu wake. Nuridu binaa qada, tunataka tujenge vijana ambao watakuwa ni viongozi, la mujarrad kharijin, si vijana tu walio specialize. Hadafuna laysa mujarrad ziyadat adad al-kharijin, lengo letu sisi kama Dhin-Nurain sio kuongeza idadi ya waislamu walio graduate, bal nuridu kharijin qadirina ala al-qiyada, tunataka vijana ambao wana uwezo, walio graduate, uwezo wa kuongoza. Nuridu baada sanawati an naqul, tunataka ikifika baada ya miaka tuseme hadha tabib, huyu hapa ni daktari, walakinahu aidan qaid, lakini vile vile ni kiongozi. Hadha muhandis, huyu ni engineer, walakinahu aidan nazih, lakini ni msafi, hana ufisadi wa aina yote. Hadha muhamin, huyu ni wakili, walakinahu yakhafu Allah, lakini anamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha rajulun a'mal, huyu hapa ni mfanya biashara, walakinna tijaratahu qa'iman ala amana, biashara yake imesimama katika uaminifu, wa yadfa az-zaka, na vile vile anatoa zaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha ustadhun jami'i, huyu ni mwalimu wa chuo kikuu, walakinahu yabni al-mujtama, upande wa pili anajenga jamii. Ndugu zangu, sisi kama Dhin-Nurain huo ndio ujumbe wetu, nirudu binaa jailin sahibi ru'ya, tunataka tujenge generation yenye vision, generation yenye vision ya kuona mbali. Nuridu shaba alladhi yatakharraj min sakan Dhin-Nurain an yahmila su'alan fi qalbihi, kijana yote atakaye graduate katika hostel ya Dhin-Nurain ajiulize katika moyo wake, madha yumkinuni an af'ala, naweza nikafanya nini mimi, liakuna nafi'an lil ummati wal baladi, ili niweze kuwa na manufaa kwa umma wangu na kwa nchi yangu. Lianna nabiy sallallahu alaihi wasallam qal, kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, khairun nasi anfa'uhum linnas, mbora wa watu ni yule mwenye manufaa kwa watu. Indama nastathmir fi hadha sakan, tukiwa tuna invest katika hii hostel, fanahnu la nuwaffir faqat asirratun wa mabani wa tahjizat, sisi hatutoi tu vitanda, majengo na mambo mengine yaliyomo mule ndani, bal nastathmir fil insan, tunawekeza kwa mwanadamu. Wal mujtama umuman, tunatoa wito kwa jamii yote kwa ujumla, linad'am tarbiyat ash-shabab, tusapoti ndugu zangu katika malezi ya vijana wetu. La nantadhiru hatta yusbihu shababuna qada, tusingojee mpaka wawe viongozi alafu tuanze kuwatayarisha, bal nabda al-yawm, tuanze kuwatayarisha sasa hivi. La nantadhiru hatta tadhhar mushkila al-qiyadati ghadan, tusingojee mpaka tatizo la uongozi litokee kesho, tuanze kulisuluhisha kuanzia sasa hivi. La nashku min naqsi al-mutakhassisin fi al-umma, tunao watu ambao wamespecialize katika umma wetu wengi, hatuna upungufu. Bal nusaid shababana ala al-wusul ila jamiat, tuwasaidie vijana wetu waweze kuingia katika elimu ya juu. Wala nashku min dha'f al-akhlaq inda ba'd al-mutakhassisin, hatulalamiki vile vile kuwa na akhlaq mbovu kwa baadhi ya watu ambao wamespecialize. Bal nurabbi shababana ala al-iman, bal tunatakiwa tuwalee vijana wetu katika imani wal akhlaq wal mas'uliyya, juu ya tabia na kubeba majukumu. Ndugu zangu, sakan Dhin-Nurain Morogoro laisat sakanan liwatulab, sio hostel ya kuwahifadhi wanafunzi, bal hiya hadina lilqada, ni sehemu ambayo inawakumbatia viongozi wa kesho. Laisat makana liliqama faqat, sio sehemu ya kuishi tu, bal hiya makanu lilbina, ni sehemu ambayo tunawajenga vijana ili waje wawe na faida kesho. Laisat mashru'u al-yawm faqat, si project ya leo tu, bal hiya istithmar fi 20 sinin, bali hiyo ni investment ya miaka 20 inayokuja. Ndugu zangu, nimalizie kwa kutoa mfano mdogo. Kabla ya miezi miwili kulikuwa kuna graduation UDOM, chuo kikuu cha UDOM, na mimi nilialikwa pale kwenda kuzungumza na vijana. Nikafika kwa kuchelewa kidogo, nikakuta program imeanza, lakini nikamkuta kijana mmoja yuko kwenye jukwaa kama hili anazungumza. Mashaallah, nikavutiwa na mazungumzo yake, nikawa namsikiliza na muangalia, sababu nahisi anavyozungumza ni tofauti na wazungumzaji ninaowafahamu, jinsi ile anavyoongea. Basi dakika ya mwisho wakati anamalizia mazungumzo yake akasema, ndugu zangu, naomba nitoe neno la mwisho. Nashukuru sana, leo nimeonana na mwalimu wangu hapa baada ya miaka zaidi ya 10.
Nikawa simuelewi, simkumbuki. Akaniambia mimi nilikuwa katika hostel ya Morogoro katika dufa ya mwanzo kabisa. Ndio picha yake inaanza kuja, lakini sasa hivi amekuwa ni assistant lecturer pale UDOM na nimemkuta anazungumza na nimemsahau. Sasa haya ni matunda yanayotokana na iskan kama hizi. Leo tunapata kijana kama yule ni assistant lecturer, anazungumza vizuri, aya na hadithi, Kiarabu kimekaa vizuri. Ndiyo lengo la hizi scan. Sasa fikiria project kama hii itaendelea kwa miaka 20, 30, 40 katika umma wa Kiislamu. Tutakuwa tuko wapi sasa hivi sisi? Kwa hiyo tusilalamike sana, tufanye sana. Tusilalamike, tutende. Na watu wa support project kama hizi zipo. Taasisi nzuri imeanzisha Morogoro. Inavyotakiwa taasisi za Kiislamu zianzishe project kama hii. Kama taasisi iko Dar es Salaam, iangalie university ijenge hostel. Taasisi iko Dodoma, iangalie University ya Dodoma ijenge hostel pembeni. Si lazima dhinurent. Ai muasasa ijenge, ianzishe, ichukue vijana. Kama shida ya program, ndugu zetu wanazo program za malezi nzuri, tutawapa hizo program wazifanyie kazi. Lakini just imagine tukipata university 10 tu Tanzania ambazo pembeni yake kuna hostel za kulea vijana, miaka 10 ijayo tutakuwa tuko wapi? Kwa hiyo Waislamu tuache kulalamika, tufanye kazi, tulete initiative.